بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أدب الطبيب المسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه الله: الأمانة ومنيف إن الطب عمل نبيل، hakika utabibu ni amal tukufu mno, wa mihnatun karima, na kazi iliyokuwa na heshima na ukarimu, wa huwa anbal wa arfa min an yakuna mihnat irtizaq, nayo ni amal iliyokuwa tukufu na ya juu zaidi kuliko kuwa ni amal au kazi ya mtu kujitafutia riziki tu. Wa sana'atu iktisabin wa tijar, na ikawa ni shughuli ya mtu kufanya biashara na kuchuma. Hammu at-tabibu fiha an yuhaqqiqa ath-thara fi asra'i al-waqti. Anasema hammu at-tabibi fiha, ikawa lengo la yule daktari katika kazi hiyo, an yuhaqqiqa ath-thara fi asra'i waqti, kuhakikisha na kuwa tajiri katika wakati mfupi mno, wa bi aqsari tariqi, na katika njia shortcut. Yani kazi ya daktari lengo lake si hili, bali ina utukufu kuliko haya ambayo mtu atakayoyawaza katika nafsi yake. Inna mala ad-dunya kulluhu la ya'dil da'wata madhlum, hakika mali ya dunia yote haiwezi kulingana na dua ya yule aliyodhulumiwa. Fa ayu majdin tuqimuhu ala ahati maridin, ni utukufu upi utakaosimamisha, utakaoweka katika nafsi yako juu ya maumivu anayopata mgonjwa. Wa ayu baitin tabnihi, na nyumba gani ambayo utakaonijenga? Yani wewe kuezeka kwako, kujenga kwako utukufu wako juu ya shida na tabu na maumivu wanayoyapata wenzako. Am ayu tharwati tajma'uha ala hisabi insan saqim, au ni utajiri gani, mali gani utazozikusanya juu ya hisabu ya mtu ambaye ni mgonjwa, hali yake mbaya. Au ala hutami jismin mashlul, au juu ya pato, mali ya mwili wa mtu ambaye alipooza. Yani wewe kweli na akili zako, uzima wako, utukufu aliokupa Mola wako katika ilmu hii, ikawa mahesabu yako, mapigo yako ni kwa mtu ambaye yuko kitandani mgonjwa, mtu ambaye amepooza, mtu ambaye ana maumivu makali. Wewe unampigia hisabu mtu huyo upate pesa za kufanya kadha wa kadha wa kadha. Inna at-tabiba mithluhu mithlu al-qadhi wal-mufti wa nahwihima, hakika daktari mfano wake ni mfano wa qadhi na mwenye kutoa fatwa, mufti na mfano wao. Fahuwa aminun mu'tamanun ala asrari an-nas, yeye ni amin tena mwenye kuaminiwa juu ya siri za watu. Wa ala auratihim wa hurmatihim, na juu ya nyuchi zao na matukufu yao. Fala yahillu lahu an yaghusha au yakhun, kwa hiyo si halali kwake kufanya ghishi au kufanya khiana. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah anasema katika suratul Anfal aya 27, enyi ambao mloamini, msimfanyie khiana Allah na mtume, mkafanya khiana katika amana zenu ilhali nyinyi mnajua. Wa min alkhiyana an yashia at-tabibu shay'an min asrar al-mardha, na katika khiana mbaya mno ni kueneza na kutapakaza daktari katika siri za wagonjwa. Na leo tunayaona mambo haya. Inawezekana kaja daktari katika ofisi yake, katika room yake, akamrekodi bila yeye kujijua, akaanza kueneza kwa watu, na pengine kuna ukaribu, pengine kuna uadui, pengine kuna kadha wa kadha anachokihitaji. Wangapi leo katika wagonjwa zimesambaa video zao, aibu zao katika mitandao ya kijamii kwa sababu ya daktari ambaye amekosa uaminifu. Au yanqulu min akhbarihim ila man ya'rifuhum au man la ya'rifuhum, au akawa anachukua habari zao kuwapelekea wale ambao anaowatambua yeye au wale ambao hawatambui. Mtu akatoka amesoma na mtu miaka kadha wa kadha, leo kaja akamfanyia udaktari, atakuta wenzake atawaambia, bwana alikuja mtu fulani anaumwa ana kadha wa kadha. Haya mambo ni kinyume na njia ya usawa katika dini yetu ya Uislamu.
fa inna dhalika fawqa annahu tatabba li awrati almuslim, bali hili litakuwa ni kubwa zaidi kuliko kule kwamba yeye anapekua aibu za Waislamu, wa akli luhumihim, na kula nyama zao, wa hatki lihurumatihim, na kuvunja heshima zao. Fa huwa khiyanatu lilamana allati itumin alaiha, basi yeye atakuwa amefanya khiana kwa ule uaminifu ambao ameaminiwa juu yake. Wa idha kana hifdhu asrari nnasi wa satru awratihim wajiban ala kulli mu'min, na itakapokuwa kuhifadhi siri za watu na kulinda heshima zao ni wajib juu ya kila muumini, fa huwa ala al-atibba, bas jambo hili kwa madaktari au jab ni jambo la wajibu zaidi. Lianna an-nas yakshifuna lahum an khabayahum, kwa kuwa watu wanawekea wazi yale mambo yao ya ndani. Wayudi'unahum asrarahum tawa'iyah mustanidina ala rikazin matinin min qudusiyati hifdhi sirri, na wanawawekea na kuhifadhi siri zao kwa wao. Mgonjwa anapokwenda kwa daktari anamwaga yote yaliyotokezea, yaliyopita, anayoyahisi katika nafsi yake. Anasema shekhe, yudi'unahum asrarahum, wanawawekea siri zao, tawaiya, kwa khiari zao, alazimishwi mtu wala hatezwi nguvu. Mustanidina ala rikazin matin min qudusiyati hifdhi sirri, wakiegemea katika hilo juu ya mwega uliokuwa madhubuti juu ya utakaso wa kuhifadhi sirri. Wa wajibu at-tabib an yasuna ayata ma'lumatin wasalat ilayhi, na ni jambo la wajibu kwa daktari kuhifadhi maaluma yoyote, chochote kile cha ujuzi kinachomfikia yeye, khilala muzawalati mihnatihi an tariqi sam'i, wakati wa kuifanya ile shughuli yake wa daktari kupitia njia ya usikivu au albasar au alfuad au kuona au katika moyo au listintaj au natija ya masali yake au kile alichokifanya kwa mgonjwa yule. Wa an yuhitaha bisiyajin kamil min alkitman, na akizungushie siyajin kamil, yani hudud, akiwekea mipaka kamilifu katika kukihifadhi, ahakikishe kile alichokipata kwa mgonjwa huyo hakitoki. Ametaja hadithi al-Imam al-Bukhari wa Muslim an Hudhayfa radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadith al-amana at-tawil, hadithi iliyotaja uaminifu ambao ni ndefu. Wa fina, ndani yake anasema Mtume, wayusbihu an-nasu yatabayaun, na watu watakuwa wakiuziana, wala yakadu ahadun yuaddi al-amana, na wala karibi yoyote kutekeleza amana. Fayuqalu, patasemwa, inna fi bani fulan rajulan aminan, katika kabila la watu fulani kuna mtu muaminifu. Wayuqalu lirrajul ma a'qalahu wa ma adfarahu wa ma ajladahu wa ma fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min iman, ataambiwa mtu huyo akili nzuri aliyokuwa nazo zilioje, ma a'qala, uzuri ulioje wa akili zake, wa ma adrafahu wa ma ajladahu. ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده, ataambiwa ile mtu, patasemwa kwake uzuri ulioje wa akili zake mtu huyu, urefu ulioje, kadhalika ujasiri, jalad alokuwa nayo, kuvumilia kwake. Wama fi qalbihi mithqalu habatin khardal min iman, wala kana katika moyo wake hata uzito wa khardal ndogo tu ya iman. Wa hakadha yusawiru hadha alhadithu kama tara alwaqi' taswiran daqiqan, na namna kama hivi ndivyo inavyotoa picha hadithi hii, kama unavyoona katika uhalisia wa mambo, taswiran daqiqan, inaleta picha ya ndani kabisa. Fa innaka takadu taqsil yadayka min julli alhirafiyin wa ashabi almihan wa nahwihim fi zamanina hadha illa man rahimallah. Anasema shekhe, wallahi leo unakaribia usipate katika jumla ya wale ambao wenye kufanya kazi kwa utaratibu wakachoma riski yao katika misingi ya sawa, na wale watu ambao walikuwa na kazi na mfano wao katika zama zetu, isipokuwa wale ambao wenye kurehemiwa na Allah. Watu wengi leo wanakwambia hasa ana mshahara wake alafu ana makorokoro yake. Ndio wengine mtu anamwambia toa katika njia ya Allah, anakwambia nilichokuwa nacho stars siwezi kukitoa katika njia ya Allah, subiri kile cha halali, kwa sababu katika kazi, katika mihangaiko yao wana njia zisizokuwa za sawa, watu wengi wanazifanya ambazo Allah haziridhi. Hadha an-nadir al-mustathna huwa alladhi yuqalu laka anhu al-an,
huyu an-nadhir ambaye mara chache kumkuta alovuliwa katika hii hadithi, ndio ambaye leo utaambiwa inna fi bani fulan au fi al-madinati al-fulaniyya au al-hayy au al-balad au al-qatar al-fulan au mudarrisan aminan au muhandisan aminan au tabiban aminan au najjaran aminan. Hii hadithi ilivyokuja ndio leo utaambiwa bwana wale daktari pale hospitali nzima mtapute mtu fulani, huyo ndio muaminifu, wale wengine wote ni wala rushwa, wale wengine wote ni watu ambao hawajali muda wa kazi wa pale, wana vidispensary vyao pembeni, kwa muda wa kazi wanaondoka kabla kumalizika. Muda mwingine unatafuta engineer mkweli muaminifu, unaambiwa ukimtaka engineer huyu nenda kwa watu fulani, nenda sehemu fulani. Lakini wengi katika watu leo ni wababaishaji, wengi katika watu wanahada, wengi katika watu hawafanyi kazi zao ilivyo, watu wengi wana utapeli wa ndani. Na hii ni moja katika yale aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal matlubu huna at-tabibu al-amin. Fa aina at-tabibu al-amin? Hapa itakiwacho ndugu zangu ni daktari muaminifu. Yuko wapi daktari muaminifu? Al-aminu fi ilmihi, muaminifu katika elimu yake, hakufanya ghishi katika mitihani yake, hakudanganya, hakukopia. Al-aminu fi nushihi, muaminifu katika kusafisha moyo wake kwa yule mgonjwa. Al-aminu fi tashkhisi al-marad, muaminifu katika kumkagua yule mgonjwa maradhi yake, haripui tu kwa kuwa ana wagonjwa wengi na muda wa kutoka umekaribia na wote wanamsubiri yeye. Al-aminu fi wasfi al-ilaj, kadhalika muaminifu katika kuelezea ile tiba na ile hali ambayo mgonjwa yuko nayo. Yattaqillaha ta'ala fima baina yadayhi, anamwogopa Allah mbele yake, wa fima tumina alayhi, na kwa kile alichoaminiwa. Fala yahmilu al-maridha ala rukubi al-ma'siyah biadna ar-rukhas wa adna al-hiyal. Fala yahmilu al-maridha, huwa hambebi mgonjwa juu ya kipando cha maasi kwa ruhusa duni kabisa na hila za dhalili kabisa. Wakana kaan yaamurahu bil iftari fi Ramadhan, kama vile daktari akamwamrisha mgonjwa ale katika mchana Ramadhan, wa huwa yutiqu siyamahu duna dharar, aliyekuwa mgonjwa huyo anaweza kuifunga funga hiyo basi na madhara. Au yaamuruhu bis salati qa'idan wa huwa qadirun ala alqiyam, au akamwambia bwana wewe sasa inabidi usali hali yakuwa umekaa kitako, hali yakuwa na uwezo wa kusimama. Au yushiru alayhi bitadawi bilharam, au akamwashiria yeye kutumia dawa za haram. Au yuhawinu alayhi ba'd almuharramat, au akamfanyia ni madogo tu juu yake yale baadhi ya mambo ya haram, akamwachia yafanye au akampa ushauri ayafanye. Inna nafsiyati nnasi amana, nafsi za watu ndugu zangu enyi madaktari ni amana. Wa a'sabihim wa a'dha'ihim wa ajsamihim amana, kadhalika viungo vyao, kadhalika miili yao, kadhalika sehemu katika miili yao, vyote hivi ni uaminifu. Wa asraruhum wa awratuhum wa ma afdhau ilayka amana, siri zao, aibu zao na yale waliokupa wewe ni uaminifu. Fattaqillaha ta'ala ayuha at-tabib, mche Allah ewe daktari. Wa addil amana kama amaraka Allah jalla wa ala, na tekeleza amana kama alivyokuamrisha Allah. Inni u'idhuka billah an taj'ala min akhbari almarda, mimi nakutafutia kinga kwa Allah na kulinda na Allah azza wa jalla kule kutuzifanya habari za wagonjwa, wa gharaib ahwalihim wa af'alihim, na hali zao ngeni na matendo yao. Haditha majalisik, ikawa ndio story katika maskani zako na vikao vyako. Wa jaridatika al-yawmiyya, na zile jarida zako za kila siku. Na leo haya zaidi tunaona katika mitandao, madaktari watashuti na kutoa habari za wagonjwa za ndani kuzieneza katika jamii. Law arafta ayuha at-tabib ma tajurru alayka hadhihi al-kalimat at-ta'isha min ithmi, law ungetambua ewe daktari kile ambacho kinachokuleta wewe katika maneno haya machafu, maneno yasiokuwa ya sawa yenye kuletea katika madhambi. Wama qad tajurru min fitanin wa mushkilat, na yale ambayo huenda kukuletea katika fitna na matatizo. Wa kharabi buyuti, na kuzibomoa nyumba za watu. Wa tashtiti usar, na kuvunja koo za watu. Wa hatki a'rad, na kuzivunja na kuzikata heshima. Law arafta dhalika, law ungetambua hilo. Waraqabta Allah ta'ala fi aqwalika wa af'alika, na ungemchunga Allah katika maneno yako na vitendo vyako. Lama qadamta alayhi
wala lazimta sitra alladhi umirta bihi, wallahi usingeendea hayo na ungelazimiana na stara ambayo ulioamrishwa. Na kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, waman satara musliman satarahu Allah, na yote atakayemstiri Muislam Allah atamsitiri mtu huyo. Hadha walhamdulillah rabbil alamin, wallahu a'lam.